Katika maombi yote vijana wote 1961 ambao wameweza kupewa mikopo hiyo, hakuna hata kijana mmoja wa mkoa wa Mwanza. Mumeipenda wenyewe kenke vimbe mupasuke kenke, acha muisome namba musome namba CCM mbele kwa mbele. Lakini vile vile mtakumbuka ndugu wa Tanzania, mnamo wiki moja iliyopita tulipokea ripoti ya maombi ya mikopo ya bilioni 200 ambazo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa amezitenga kwa ajili ya kusaidia vijana kiuchumi. Na katika ripoti hiyo, Baraza la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza limeweza kuipitia kwa kina, kuijadili na kugundua mambo yafuatayo. Moja, Baraza la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza alijaridhishwa na ripoti ya maombi hayo, kwa sababu ukiangalia pale katika maombi yote vijana wote 1961 ambao wameweza kupewa mikopo hiyo, hakuna hata kijana mmoja wa mkoa wa Mwanza. Hivyo Baraza la Vijana wa Chama cha Mapinduzi limesikitishwa kwa kitendo hicho. Anyway, ni kujulisha tu kwamba mali ya dhuluma huwa haitoshi kugawanywa, haitoshi. Sisi tunaisoma namba kwa kuhesabu vifo vya ndugu zetu wanaouawa kikatili. Nyie mutasoma namba kwa kuona mali ile ambayo munapola kwa kuua ndugu zetu, kwa sababu tulikuwa tunalalamika kama hivi mnavyolalamika. Na nyie mtasoma namba kwa kuona ile mali haitawafikia kama mlivyokuwa mkidhania, kwa sababu mali ya dhuluma, ya kudhulumu, huwa haiwezi kugawanywa kwa usawa. Sasa ni zamu yetu. Kila tukilia, stahiki yetu ni kifo ama kuteswa gerezani. Lakini na nyie, dalili za mvua ni mawingu, zinaonyesha kutakuwepo na kujikuta ghorofa limechukuliwa. Mara hizi mali hewa bilioni 200 hewa za kwenye karatasi. Mimi nisema CCM na utawala wenu wa kishetani, hamna fedha kwa ajili ya kutendea mema, hamna fedha kwa ajili ya kugawanya, kufanyia maendeleo, kujengea barabara, kufanyia maendeleo ya kwamba yawasaidie kweli watu. Hiyo pesa hamna. Kwa nadra kuna mtu mnaweza mkampa milioni 10 katoa wazo, kuna mtu mnaweza mkatoa milioni 2, lakini inakuwa kwa ajili ya kununua utu wake. Mimi nisema, na huo ndio ukweli. Muvimbe mupasuke ngenge. Ukweli ni huu: pesa mulio nayo mukusanye kwa mabavu yoyote, na pesa ya kuwalipa watu watakaoenda kuua watu. Hayo ndo maendeleo pekee mtaendelea nayo kwa miaka kadhaa, mpaka mtakapoua kiwango ambacho huenda na nyewe wenyewe mtasema hapana, kwa hapa inatosha. Yani mna pesa tu ambazo za kuendeshea kesi. Mtakamata huyu mtafunga miaka 60, mtakamata huyu mtampaki gerezani bila hata kesi kuendelea. Yani pesa zenu zitakuwa hizo tu za kununua huyu akauwe wale, akateke wale, mtanunua huyu akasimamie kesi mahakamani, akae gerezani. Yani pesa zitakuwa ni hiyo tu, kwamba kuna pesa itaandikwa, itaonyeshwa, hata yaobebwe maburungutu kabisa. Acha vikaratasi hivi vinaonekana cheki mikopo ya milioni 200. Acha hivi makaratasi, acha hivi makaratasi. Hata mshike mabunda tu kabisa haya, hata mtuone kabisa mnamgawia huyo milioni 2, milioni 5, milioni 10. So za wasanii bilioni 2, ma content creator, hata tuone mnagawa hivi. Tunajua mawili tu: either yule mtu mnamnunua kuwa chawa, ama sivyo ni changala macho tu.
ili muonekane muna kipande ka utu. Mmeua watu kwa ajili ya fedha, ili mbaki kwenye madaraka, ili muwe kwenye hizo mamlaka ambazo kimsingi nia yake ni ili hizo fedha zote unazitumia unavyotaka. Unafikiri kuna mahala utakusanya hiyo pesa itafanya kitu kwa nia ya kweli kabisa, nia ya kweli ya watu innocent, watu safi kabisa, wale watu safi. Nia ya kweli hawezi kukaa jikoni akanone mafuta kama Konda anavyosema. Mkikaa jikoni hamtasema Musa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao ili asinone mafuta yenye damu za watu. Makonda anasema mnakemea ushoga, hamkemei ushoga. Sisi tunawakemea mnaosababisha vijana wawe mashoga. Kwa sababu hawa vijana hawawi mashoga kwa sababu kweli ni starehe. Hapana. Hawa vijana kuwa mashoga kwa sababu kila mazingira ambayo wangejipatia kipato mmeyabana. Kwa mwisho wa siku wanajikuta wanaangalia picha chafu, wanaingia kwenye ushawishi wa wakiwa mashoga, wanapata hiki, watapata hiki, ndo wanakwenda huko. Kwa hiyo sisi hatukemei unayeita shoga, unayeita mwizi wa kuku. Sisi tunakemea uliyetengeneza mazingira magumu ya watu kuishi mpaka wanalazimika kuwa mashoga, wanalazimika kuwa makahaba, wanalazimika kuwa wezi. Wendo tunasema hata gereza munge watoto wale watu hawana makosa makubwa kuliko nyie. Acheni kuwafanya watu kwa mbuzi wa kafara. Anyway, chokuwa nazungumza hapa ni nyie vijana wa UVCCM ambao mnalalamikia kwamba sijui hamjapata, hakuna aliyepata. Sasa swala ni kwamba ikiwa mti mbichi UVCCM ambao mko mbele kwenye matusi ya kuwatukana watu wema, kwenye kujitangaza kwamba nyie ni chinja, nyie ndo mnapoteza watu, na mkipoteza watu polisi wasiwatafute. Ikiwa nyie tu mgao hauwafiki, hivi Nguchiro gani, Mtanzania gani ambaye atafikiwa na huo mgao? Nguchiro gani? Ninajua wale najua wako wanaofikiwa, lakini wanafikiwa ili wanunuliwe, ili utu wao ununuliwe, ageuke kuwa chawa, utu wake ununuliwe, awe ni mtu ambaye hana uchungu juu ya wanaolia, juu ya wanaouawa. Fike mara wanasema kikubwa mimi nimepata changu. Hiyo pesa mnayo, hiyo pesa yenyewe ipo, na ndio pesa pekee ambayo mtakusanya. Mtauza madini, mtauza dhahabu, mtauza akiba ya nini, mtaingia mikataba. Pesa mlio nayo ni hiyo tu. Pia nitaka tu kuwajulisha baadhi ya walio na matumaini kidogo kwamba lakini hawa jamaa watakuja kutenda mema. Mti mbichi hauungui. Wao wenyewe vijana hao ambao wao walijiapiza kazi yao itakuwa kusifu tu, sio kulalamika pakitokea dhuluma au ubaya. Uzalendo unawashinda, wanatokea wanalalamika. Nani wewe uwe na matumaini? Tuko kwenye dunia ambayo kwa mujibu wa Biblia, kitabu cha Danieli 11 kuanzia mstari 21, ninahisi kwenye nchi yetu ni kipindi cha dhiki kuu, kipindi cha watu kutekwa, kuteswa, kuuawa kwa upanga, kwa bunduki, kwa namna ambayo haijawahi kuwepo na haitakuja kuwepo. Kitabu hicho kinazungumza kwa habari ya wenye mamlaka watakuwa upande wake, wenye silaha watakuwa upande wake. Hakika unaona polisi
na vyombo vyote vinavyoshika silaha vilivyo nyuma ya kilio na vinavyonufaika na uchungu ulio juu ya Watanganyika. Kitabu hicho kinasema ataziteka ngome zenye nguvu. Ngome zenye nguvu zinakuwa kama mahakama, bunge, majeshi, pengine makanisa ya misikiti, wale wenye ushawishi, ngome zenye nguvu. Sasa zinaimba wimbo mmoja: kuteseka kwa wengi, kuuawa kwa wengi, kunufaika kwa wachache, ndio uzalendo, ndio maendeleo. Kwenye kitabu hicho imeandikwa atakuwepo mfalme kabla ya huyo, ambaye hakutarajiwa kuja kuwa mfalme. Alikuwa ni mtu wa kudharauliwa. Mimi nadhani kwenye nchi kama ya Tanzania mwanamke haikudhaniwa anaweza kuja kuwa rais. Iliandikwa ataupata kwa kujipendekeza, na aliyekuwa rais ama ambaye angekuwa mfalme, aliyekuwa mfalme, watu walao chakula pamoja naye mezani kwake watamuua. Walao chakula pamoja naye, wandani wake watamuua. Imeeleza mengi. Atafanya mambo huyo mfalme ambayo watangulizi wake wote hawakuwahi kufanya. Hata mjali Mungu awaye yeyote, wala kijana yeyote aliyekuwa akitamaniwa. Nchi itafunikwa kwa uchungu na kilio. Alafu atalazimisha jamii iwe inaimba wimbo mmoja kwamba hayo ndio maendeleo, huo ndio uzalendo. Hao wengine wote ni watovu wa adabu, wa nidhamu, wanatakiwa mikwaju. Biblia inasema, inaendelea katika hiyo topic, inasema ataigawa nchi kwa rushwa, naye atakayekubali kuwa chawa atamzidisha kwa utukufu na cheo. Ukisoma maandiko hayo yote, ukaangalia utawala wa Samia na CCM, nasema duniani ndio ile wanasema duniani wawili wawili. Hawa mbona ni kama ni mapacha kabisa? Mbona huyu anayesemwa hapa kwenye hii kitabu, anayesemwa hapa, mbona kama ni huyu? Kama sio po duniani ni wawili wawili. Duniani wawili wawili. Sababu swala la kwamba ataenda kwenye nchi za Kiarabu kwenda kupata nguvu huko na nini, zote zimeandikwa kwenye hicho kitabu. Kwanza tu Danieli 11 kwanza mstari wa 21 mpaka mwisho utaona. Lakini pia na mwisho utakavyokuwa, ataifikiria ajali yake mwenyewe. Umeandikwa hapo, na nake kabisa mwisho wa huyu pacha huyo anayefanana sana na hii kitabu cha Ibrania 11 cha Danieli 11 kwanza mstari 21, naka kabisa itakuwa hivyo. Nini tufanye? Tunaopinga kwa moyo wa dhati tusiache, sababu Biblia inasema wakati wote watakuwepo wenye hekima ambao watafundisha wengi. Hata hivyo wataangamia kwa upanga wenye hekima hao, na kwa kutekwa nyara siku nyingi, na kwa kufungwa magerezani. Lakini mwisho utatokea. Hekima pekee ni kutimiza wajibu wa kufundisha wengi. Tumejaribu, na kila tukiongea kwa sauti, mimi kila nikiongea kwa sauti ya kusikika, unajua kuna mwanangu atauawa, kuna binti yangu karibu atauawa, au mamangu mzazi atauawa. Nimepitia yote hayo,
Lakini mi nitaendelea tu kuongea. Mi nasema kama hicho kitabu kiliwatabiri ndo hawa, lakini pia kilitutabiri ndo sisi. Wenye hekima watakuwa hodari, nao watafundisha wengi. CCM mbele kwa mbele. Jaribu kuwajulisha kwamba mali ya dhuluma huwa haiwezi kugawanywa ikatosha, haiwezi kugawanywa kwa usawa. Nyakati nyingi nimewambia simameni, mbele hakuna njia. Mpaka leo nawambia ili hamtaliunga, yani halitaungwa mumo kwa mumo, mwisho wa siku maisha ya kawaida yarejee. Hili haliwezekani. Hili haliwezekani kuungwa mumo kwa mumo. Niaminini mimi, kifanyike chochote juu ya maisha yangu, haya maneno yataishi. Haiwezekani kuungwa mumo kwa mumo. Itakiwa msimame, uyangalie mapito ya zamani, iwapi njia iliyo njema. Msimame, mfike mahala mseme tulikosea, tunastahili adhabu, hatuna sifa za kuwa kwenye namna yote ya uongozi. Kama tune rehema, tuombe rehema, lakini panapo tustahili sisi ni gerezani ama kuwawa. Tunaomba tu rehema kwa watu wote tuliowaumiza. Hiyo tu ndio njia pekee inaweza ikaja kuleta nuru mpya na mwanga mpya. Nje na hapo, acha inyeshe. Acha inyeshe, tuone patakapovuja. Haleluya. Asante kwa kunisikiliza.